Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu tusome katika kitabu cha Zaburi 91 mstari ule wa 14, 15 na 16. 14 anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Usitafute kujua majina ya marafiki zako. Usitafute kujua majina ya baba yako na mama yako. Ulishawajua tangu ukisoma shule. Usitafute kujua majina ya ukoo. Kazana kulijua jina la Mungu, kulijua jina la Yesu ili akuokoe. Anasema 15, ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye tabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Hiyo ni ahadi tu kwa ajili ya kujua jina la Yesu Kristo. Kwamba Yesu alikufa na kuteswa kwa ajili yako, alidharauliwa, alibeba laana yako, alibeba mateso yako. Kwa hiyo ukikazana kulijua jina la Yesu atakuokoa. Biblia inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Siku ya leo umekazana kujua majina mangapi? Mjomba yako yule ni tajiri, baba yako mdogo tajiri, dada yako yule wa kwanza sijui wa mwisho ni matajiri. Ukakazana hata kuwaomba usiku na mchana, unawaombea ili wakupe fedha. Acha nikwambie, kitu cha kwanza unachotakiwa kujua kwanza na kukazana nacho ni kulijua jina la Bwana Mungu wako, kulijua jina la Yesu. Biblia inasema, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa. Kazana kumpenda Yesu, kazana kulijua jina lake. 2 point. Kaza kulijua jina la Yesu, kaza kumpenda. Atakuokoa na hao wote wanaokudharau watakupigia saluti. Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Usifike mahali ukajikatia tamaa. Usifike mahali ukajidharau. Ati kwa sababu wanakucheka na wewe ukate tamaa. Ati kwa sababu hawakusaidii. Msaada wa mwanadamu unaisha. Kumbuka hata wewe ulipokuwa navyo, kuna watu ulikuwa unawasaidia na hawakuona hawakuona misaada unaowapa. Leo hii umepungukiwa, hata hawakukumbuki. Lakini kwa Yesu ukikaza kumpenda na kulijua jina lake, atakuokoa na taabu zote. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Mkono wa Mungu una nguvu. Mawazo yako ni tofauti na ya Mungu. Ndiposa Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia chapter 29 verses 11, kwa kuwa ninajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani, si mawazo mabaya. Unajua mimi ninachoona katika ulimwengu wa sasa hivi tunaishi, I think ni mbaya zaidi kuliko ile ya Sodoma na Gomora. Sometimes peke yangu huwa nakaa na ninawaza, nasema ni ile ya Sodoma, kwa sababu wale watu walikuwa wanapendana, wale watu walikuwa na umoja. Ndiposa hata malaika alipoenda kuambia tubuni mtachomwa na moto, hawakusikia. Ndio maana hawakusikia, wakaamua kufa wote kwa pamoja. Leo hii nani ulimshika mkono akakulilia ukiwa na shida, akaja kwako mbio mbio? Mara nyingi wale tunaodhani wanaweza kukaa karibu na sisi tukiwa na shida, hao ndo wa kwanza kutukimbia na kutusema madhaifu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nazungumza na mtu aliyekata tamaa, mtu anayeona ya kwamba anateseka, mtu anayeona ya kwamba kama amefika mwisho. Wacha jina la Yesu liwe the first desire in your heart, ili na yeye aje akupe tamanio la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Usije ukaniuliza kwa nini nimeongelea Sodoma na Gomora. Sifurahii dhambi ya Sodoma na Gomora iliyokuwepo. Lakini huwa nawaza wale watu walikuwa ni malaika au ni watu wa namna gani? Watu walioamua wacha Mungu awaue kwa moto kwa dhambi yao. Lakini wasiondoke. Paka wanataka kuwabaka wale malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muangalie mke wa Lutu, pamoja na kwamba anaona moto unashuka, lakini anaangalia nyuma. Maana wale watu walikuwa na umoja. Ni tofauti na dunia sasa hivi. Dunia sasa hivi watu wako ili wakumalize. Yeyote anayekuchekea ujue ya kwamba ni kwamba yuko tayari kukumaliza. Kwa hiyo wewe kimbilia jina lake, kimbilia kwake Yesu, kimbilia. Watu wamekuwa waovu sana. Sio kila mmoja anayecheka ndani ya moyo, anayecheka kwenye sura na kucheka na wewe kwamba moyoni anakufurahia.
Mara nyingi utagundua marafiki zako pale unapoanza kufanikiwa na pale ambapo una shida. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninawafundisha tu. Ulimwengu ni huu, dunia ni hii, na watu ni hawa hawa, nikiwa mmoja wao.